Bismillahi rrahmani rrahim. Ahibai lmushahidina walmushahidati, ahlan bihadharatikum jamian. Halqa ya leo tutachambua hadithi zinazodai kwamba mwanamume ambaye kwamba ni mtu mzima anaweza akanyonyeshwa na mwanamke ili awe mahramu wake. Kwa hivyo tunaangalia, je, maneno kama haya yanaafikiana na Qur'an ama yanapingana na Qur'an? Kwa sababu kinje unapoyasikia maneno kama haya unakuta ni maneno ambayo kwamba hayaingia akilini, na ni katika mambo ambayo kwamba ni uchafu, fahisha, na ni katika mambo ambayo kwamba ni ya kupelekea watu kwenda kwenye katika zina. Kwa hivyo vipi jambo hili liwe katika Uislamu? Kwa hivyo ni muhimu kutaka kujua, je, maneno kama haya yameafikiana na Qur'an ama yamekhalifiana na Qur'an? Tutaangalia katika hadithi ambazo kwamba zimekuja, ambazo kwamba hadithi zenyewe ziliyoko katika kitabu kama hiki ambacho kwamba ni Sahihi Muslim, kitabu ambacho kwamba wanadai baadhi yao ama wengi wao kwamba ndio vitabu ambavyo kwamba ni sahihi baada ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani vitabu kama hivi wanadai kwamba ni vitabu ambavyo kwamba vinafuta aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani maneno yaliyoko humu ambao ni maneno ya mwanadamu, ambao ni maneno yamekuja baada miaka 200 ya kufa Mtume Muhammad alayhi salam, kisha wanadai kwamba maneno kama haya yanaweza kufuta Qur'an ama yanafuta Qur'an. Hiki ni kitabu cha Sahihi Muslim. Kitabu kama hiki ndani, na wengi wetu utakuta wanatetea vitabu vya hadithi na wala hawajui yaliyomo ndani ya vitabu, basi wanatetea tu kwa hisia, emotion zao, basi kwa atifi walonayo ya fulani na fulani na fulani, lakini hawayajui mambo yaliyomo ndani, ambao kwamba ni mambo ya kuchafua Uislamu na ni mambo ya kufanya Uislamu uonekane ni dini chafu, wala sio dini ambayo kwamba ni ile na nidhamu, na dini ambayo kwamba inayojua nadhafa na inajua hili ni chafu na hili sio chafu. Kitabu kama hichi ndani yake kuna mlango unaitwa Babu Ridhaa. Kitabu kama hichi kuna mlango unaitwa Babu Ridhaatul Kabir. Babu Ridhaatul Kabir, kama mtawaona vizuri hapa, ama fungua Sahihi Muslim uangalie katika kitabu Ridhaa, utakuta kuna mlango unaitwa Babu Ridhaatul Kabir. Yani nini maana ya Babu Ridhaatul Kabir? Ni jambo la kustaajabisha. Yani ni mlango wa kunyonyesha watu wazima. Yani ndani ya kitabu kama hichi kuna mlango wa kunyonyesha kunyonyesha, sio kunyonyesha watoto wadogo, watoto wachanga, la, kunyonyesha watu wazima, yani watu walio na ndevu zao, watu walio na mashughuli zao. Babu Ridhaatul Kabir, mlango wa kunyonyesha watu wazima. Tutasikia yaliyomo ndani katika mlango kama huu, alafu ndugu Muislamu, wewe mwenyewe ndiye mwenye kubainisha, baada ya kuleta aya za Qur'an kuonesha haki iko wapi na usawa uko wapi, na wapi kwenye upotofu, na wapi ambapo kwamba kunapeleka watu wakawa ni wenye kuangamia na kusema maneno ambayo kwamba lam yanzilullahu biha min sultan, kuzungumza maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hajayataja kabisa ndani ya Qur'an. Ndani ya kitabu kama hichi, kwenye huo mlango wa Babu Ridhaatul Kabir, mlango wa kunyonyesha watu wazima, yani ni maneno mengine hata ni aibu kusema mbele ya watoto, yani mlango wa kunyonyesha watu wazima. Sikiza hadithi ambayo kwamba aambiwa na Aisha ameisema hadithi kama hiyo.
kwamba kulikuwa na mmoja katika maswahaba akiitwa Abu Hudhaifa. Huyu swahaba alikuwa ana mke wake anaitwa Sahla. Abu Hudhaifa kama huyu akamuadapti mtoto wa kiume. Yule mtoto wa kiume amemuadapti akiwa bado ni mdogo, akaishi naye ndani ya nyumba, akamlea, akawa anafanya kazi nyumbani mpaka akawa mkubwa kijana kama yule. Yule kijana alipokuwa mkubwa, yani mkubwa kumaanisha kwamba ashabalighi, yuko na ndevu, Abu Hudhaifa ikawa hafurahiki kumuona kijana kama yule ndani ya nyumba. Sasa tusikize hadithi inasema nini, ambapo kwamba tuambiwa kwamba na Aisha ndo anaelezea hadithi kama hiyo. Hadithi yenyewe kwenye sahihi Muslim, an Aisha qalat, asema na Aisha, jaat Sahla binti Suhail, alikuja huyo mwanamke Sahla binti Suhail. Alikuja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad alayhi salam. Faqalat ya Rasulullah, huyo mwanamke akamwambia Mtume Muhammad alayhi salam, ya Rasulullah, inni ara fi wajhi abi Hudhaifa min dukhuli Salim. Huyo kijana walomuadapti anaitwa Salim. Mwanamke kama huyu Suhaili, mwanamke kama huyu Sahla yamwambia Mtume Muhammad, mimi, yani anavyoona yeye, kwa sababu wanawake siku zote wako sensitive sana. Sasa alikuwa akimuona akiingia Salim nyumbani, alikuwa akimuona mume wake, sura zake hana furaha kumuona Salim. Na twajua kwamba mwanamke akiwa nyumbani kwake huwa anavaa nguo nyepesi, pengine nguo anaonekana ndani yuko yeye na mume wake, kwa hivyo hana wasiwasi wowote. Sasa ilikuwa akiingia Salim, Abu Hudhaifa huwa anakasirika, yani sura zake tu zinaonesha kwamba amekasirika. Kwa hivyo Sahla amwambia Mtume Muhammad kwamba mimi namuona Abu Hudhaifa uso wake hauna raha akimuona Sahla, akimuona Salim nyumbani, na ni mtoto wameishi nao, lakini si mwanawe, la, ni mtoto wa kumlea, kwa hivyo si mwanawe. Kwa hivyo Abu Hudhaifa akawa alimfurahishi hili. Sasa yuaja kumweleza Mtume Muhammad mambo kama haya. Sasa tusikize asema nini baada yeye kumshtakia Mtume Muhammad mambo kama hayo. Mtume Muhammad yuaelezani, amwambia nini? Amwambia, faqala an-nabiy, akasema Mtume Muhammad, ardhi, mnyonyeshe. Yani Mtume Muhammad amwambia Sahla, suluhisho la hayo mambo ni wewe umnyonyeshe Salim, ni wewe uende ukamfungulie kifua chako Salim anyonye. Mtume Muhammad amwambia Sahla nini? Ardhihi, mnyonyeshe. Sasa tuangalie mwanamke amjibu nini Mtume Muhammad. Amwambia, faqalat, akasema yule Sahla, wa kaifa ardhihi wa huwa rajulun kabir, vipi nimnyonyeshe na ni mtu mzima huyo Salim? Sasa sio kwamba ni mchanga, la, ni mtu mzima. Na kwenye riwaya nyingine yasema kwamba dhu lihya, yani yuko na ndevu. Yani vipi nenda nikafungue kifua changu nimnyonyeshe mtu mzima? Mtume Muhammad akajibu akasema kwamba qad alimti annahu rajulun kabir, wewe wajua. Yani hadithi inasema fatabasama nabiyu, akasmaili Mtume, kisha Mtume akamwambia qad alimti annahu rajulun kabir, hakika umejua kwamba huyo ni mtu mkubwa. Yani wewe wajua kwamba ashakuwa mkubwa sasa. Kwenye riwaya nyingine yasema kwamba Sahla baada ya kuambiwa ardhihi, kamnyonyeshe, alienda akamnyonyesha. Baada ya kumnyonyesha akaja kwa Mtume Muhammad alayhi salam, akamwambia inni qad ardha'tuhu fadhahaba alladhi fi nafsi abi Hudhaifa, mimi nishamnyonyesha na Abu Hudhaifa sahihi hana hasira tena.
Nini maana ya maneno kama haya? Maana ya maneno kama haya ni kwamba katika Uislamu tuko na udugu wa kunyonya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an ametaja kwamba kuna udugu wa kunyonya, minaradhaa, udugu wa kunyonya. Kwa hivyo udugu wa kunyonya, na ni Abu Hudhaifa yule Salim si mwanawe bali ni mtoto wa kumlea. Abu Hudhaifa akawa hana furaha kumuona mtoto kama yule ndani ya nyumba, halimfurahishi kwa sababu si mwanawe wa kumzaa. Ingekuwa ni mwanawe hana wasiwasi, lakini si mwanawe. Kwa hivyo akaenda kwa Mtume Muhammad akaambiwa kwamba solution ya jambo kama hilo ni wewe umnyonyeshe huyo Salim. Ukimnyonyesha basi wewe utakuwa ni mamake. Kwa hivyo itakuwa kwa Abu Hudhaifa ni kama mwanawe huyo, kwa sababu umemnyonyesha. Kwa hivyo takuwa tatizo limeisha. Lakini kumnyonyesha kama huyu, kunyonyeshwa kama huyo wa kunyonyeshwa ni kwamba ni rajulun kabir na rajulun dhu lihya, mwenye ndevu. Kwa hivyo hadithi inatuonesha kwamba, inatukubalia kwamba ukiwa na mtoto ambaye kwamba unamuadapt na akawa sasa ashabalighi, ashakuwa mkubwa, unaweza kumnyonyesha. Yaani mama yule aliyoko nyumbani amnyonyeshe mtu mzima, kulingana na hii hadithi kwamba unaweza kumnyonyesha, yani uko udugu wa kunyonya hata kwa mtu mzima. Na ndio ikawapelekea baadhi ya wanavyoni wakatoa fatwa, na mmoja waliotoa fatwa alikuwa akiitwa Izza Muhammad Atiya. Huyu ni raisi wa qismu alhadithi katika university za Kiislamu ziliyoko Masri, anaitwa Izza Muhammad Atiya. Huyu bwana ni mmoja katika mwanachuoni, alitoa fatwa akasema, ala zamila an turdhi'a zamilaha fil amal. Sikiza fatwa anayoitoa kulingana na hadithi hii. Fatwa yake asema nini? Asema kwamba wao wanadai kwamba mahali unapofanya kazi huwezi kufanya kazi wewe ukiwa na mwanamke ambaye ni ajnabi. Mwanamke ajnabi ni mwanamke ambaye kwamba unaweza kumwoa. Wao wanadai kwamba hufai kukaa mahali pamoja. Ikiwa ni kazini kwenye ofisi moja, wewe ukiwa na mwanamke ajnabi katika ofisi moja, pengine wewe ni meneja na sekretari naye ana kiti chake kwenye ofisi moja, hiyo ni haramu kwa wao kama wanavyodai. Kwa hivyo wanasema suluhisho ya hilo ni kwamba umnyonyeshe, yani wewe meneja unyonye titi la sekretari wako ili awe maharimu wako. Hii ni fatwa anaitoa huyu mmoja katika wanavyoni anaitwa Izza Muhammad Atiya, kwamba mfanyaji kazi wako ikiwa ni mwanamke huwezi, kwa sababu ni ajnabi, huwezi kukaa mahali faragha na ajnabi, ni lazima awe mahram wako. Kwa hivyo solution ni nini? Solution ni kwamba umnyonyesha, atakuwa ni mamako basi. Hii ndio hali iliyofikia katika masala kama haya. Riwaya nyingine yatuambia kwamba Nana Aisha alikuwa, yani baada ya kufa Mtume, Nana Aisha alikuwa akitaka mtu aingie kwake kumuona kwa hali yoyote, ikiwa kwa kutafuta ilmu ama kuzungumza na yeye, lakini ruhusa ya kuingia kumuona Nana Aisha ilikuwa hakubali hivi hivi. Kwa hivyo alikuwa akifanya nini Nana Aisha ili mtu aingie, yani mtu ambaye kwamba ni ajnabi aingie? Yeye huambia kwamba nendeni mkanyonyeshwe na dada zangu ama watoto wa dada zangu. Yani mtu mzima na ndevu zake yataka kumuona Nana Aisha,
ama na Aisha ataka kuonana na yeye sasa, lakini ni ajnabi, kwa hivyo hawezi kuonana naye mwanamke ambaye ni ajnabi. Kwa hivyo na Aisha alikuwa akifanya nini? Alikuwa akiwaambia wale wanaume kwamba nenda kwa dada zangu ukanyonyeshe, yaani mtu mzima akanyonyeshe kwa dada zake. Atakaponyonyeshwa, akinyonyeshwa kwa dada zake, automatic anakuwa ni mahram, ni ndugu yake wa kunyonya. Na maneno kama haya ni maneno ambayo kwamba ni hatari kubwa, ambayo yanapelekea watu wafanye machafu. Haya yote unayosikia tuyaweke kando. Yote haya unayosikia kwamba mahram anaweza kuwa, yani unaweza kuwa na mahram akiwa hata kama ni mtu mzima. Yeye ukitaka awe ni mahram, basi nende akamnyonyeshe wewe mwanamke, basi anakuwa ni ndugu yako kwa kunyonya. Lakini haya yote tuyaweke kando, kwa sababu maneno kama haya yote ni hawa nafsi, ni maneno, ni hawa za nafsi zao, ni maneno ambayo kwamba hayana dalili yoyote kutoka ndani ya Qur'an. Ni maneno ambayo kwamba yanaitwa dhanna, ni dhana. Wama lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'an. Mwenyezi Mungu atuambia wama lahum bihi min ilm, hawana uthibitisho wowote, yani uthibitisho kutoka ndani ya Qur'an. In yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa ni dhana. Dhana ni kusadiki jambo na wala huna dalili yoyote, hiyo ndio dhana. Kwa hivyo haya yote unayoyasikia hakuna dalili yoyote kutoka ndani ya Qur'an, kwa sababu Qur'ani inasema kinyume ya hayo. Qur'ani inatueleza kwamba mwisho ama kiwango cha mwisho cha udugu wa kunyonya, Qur'ani inatueleza mwisho wa kiwango cha udugu wa kunyonya. Qur'ani iko wazi, kila kitu unachokitaka katika dini utakipata ndani ya Qur'an, tasdiqan liqaulihi ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay. Mwenyezi Mungu amesema, ameteremsha hiki kitabu, kimeweka uwazi kila kitu, na masala kama hayo kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu ameyataja. Kwa hivyo tuangalie Qur'ani inasema nini. Qur'ani inasema katika suratul Baqara aya 233 inasema nini? Yasema walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Mwenyezi Mungu Subhana anatuambia walwalidatu, na wazazi wa kike, yurdhi'na auladahunna, watawanyonyesha watoto wao, haulaini kamilaini, miaka miwili kwa ukamilifu. Hiyo ndiyo kiwango cha kunyonyesha ama cha udugu wa kunyonyesha, haulaini kamilaini. Liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule mwenye kutaka kutimisha kukamilisha kiwango hiko cha kunyonyesha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii anatuonesha kwamba kunyonyesha ni miaka miwili kwa yule mwenye kutaka kukamilisha. Yaani unaweza miezi 6, mwaka, lakini kukamilika kunyonya, kuitwa kwamba huyu amenyonya radhaa ndani ya Qur'ani ni miaka miwili, ndiyo kiwango. Inapopita miaka miwili na hapo, hiyo si radhaa anayoitambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye suratul Luqman aya ya 14 Mwenyezi Mungu anatuambia hamalathu ummuhu wahanan ala wahn wa fiswaluhu fi amain. Mwenyezi Mungu anatuambia hamalathu ummuhu wahanan ala wahni, yani mzazi ambaye ni mama amembeba mwanawe, wahanan ala wahni, yani tabu juu ya tabu, wa fiswaluhu, na kutengamanisha kwao, fi amaini, ni katika miaka miwili. Yani kutenganishwa mama na mtoto ni miaka miwili, yani kuonesha kwamba kunyonyesha ni kiwango cha muda wa miaka miwili.
Utakaponyonyesha baada ya miaka miwili, hiyo haiti radhaa, ita jina lolote, na wala hakuna udugu. Na udugu wa kunyonyesha ni uwe wa miaka miwili ya mwanzo, yani kutoka kuzaliwa mpaka afikie miaka miwili. Udugu wa kunyonya ni miaka miwili, wala sio mpaka mtu mzima. Pia kuna udugu wa kunyonya, ama waweza ukanyonya kwenye titi la mwanamke ambaye kwamba ni ajnabia akawa mamako. La, abadan. Mwenyezi Mungu asema wafiswaluhu fi amaini, miaka miwili. Yani ndugu kwa kunyonya, wewe una mamako amekuzaa akawa anakunyonyesha, akaja mwingine naye akawa yamnyonyesha akiwa mchanga. Kwa hivyo anaponyonya pamoja, wewe unaponyonya na mwenzako pamoja mkiwa wachanga, kabla haijafikia miaka miwili, nyinyi ni ndugu wa kunyonya. Lakini inapopita miaka miwili, yani miaka miwili na mwezi, yani ipite miaka miwili, huyo sio ndugu yako wa kunyonya, wala huko hakuitwi kunyonya kwa udugu. La, abadan. Tafuta jina lingine uite utakavyoita, lakini udugu wa kunyonya ni miaka miwili, ndivyo inavyotwambia Qur'an. Na ndugu Muislamu, hebu angalia, yani hadithi inakwambia, ama riwaya inakwambia kwamba Nana Aisha anapotaka kumruhusu mtu aingie kumuona yeye, humwambia mwanzo aende akanyonyeshwe na madada zake ili awe ni mahram. Wallahi, aloleta hadithi kama hini hajui chochote, jahil bil Qur'an, hafahamu lolote kuhusu Qur'an. Ndio mimi husema kila siku, ndugu Waislamu, hizi hadithi zimeletwa ili kupinga Uislamu, ili kupingana na Qur'an. Tusipochunguza vizuri, utakuja kuwa ni mwenye hasara hapa duniani na kesho yaum al-Qiyama, kwa sababu hadithi nyingi zinakhalifiana na Qur'an. Angalia hadithi kama hii, alosema maneno kama haya, huyu mtu ni kama ambaye hajasoma Qur'an, kwa sababu Qur'ani imetuambia wazi. Qur'ani inatuambia katika, ukiangalia Qur'ani katika suratul Ahzab aya ya 6 yatuambia nini? Yatuambia an-nabiyyu aula bilmu'minina min anfusihim, yani an-nabii, kwamba Mtume Muhammad aula, ni bora zaidi kuliko waumini kutokana na nafsi zao. Kisha Mwenyezi Mungu asema nini? Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake, yani wake za Mtume, ummahatuhum, ni mama zao. Sasa Mwenyezi Mungu ashakwambia kwamba wake za Mtume ni mama zenu. Vipi leo ati na Aisha yuakataa mtu asiingie mpaka aende akanyonyeshwe na mtu na watoto wa dadake ama madada zake? Mwenyezi Mungu ashasema ni mama zenu. Kwa hivyo unapoingia, huyo ni mahramu wako, huwezi kumuoa, ni mamako. Sasa sijui walikuwa hawaioni aya kama hini mpaka watunge hadithi na kumsingizia Nana Aisha. Hao waloleta hadithi kama hizi ni maadui wa Nana Aisha. Hadithi ile ya kwanza na hii ya pili, kwa sababu ya kwanza amesingiziwa Nana Aisha, na hadithi hii na hii riwaya nyingine ya pili kwamba inasema kwamba Nana Aisha akitaka mwanamume aingie kumuona mpaka mwanzo aende akanyonyeshwe na madada zake, pia ni hadithi ambayo kwamba, kwa sababu Nana Aisha alikuwa akifahamu Qur'an. Qur'ani imeteremshwa akiwa kwake. Mtume alioteremshwa Qur'ani ni bwanake. Kwa hivyo Nana Aisha alikuwa anaifahamu Qur'ani vizuri. Hata baadhi ya hadithi zinatuonesha kwamba namna anavyozipinga hadithi kwa kutumia Qur'an. Kisha leo waje kusema kwamba Nana Aisha alikuwa haioni hii aya, wa azwajuhu ummahatuhum, alikuwa iona. Kwa hivyo hizi zote ni kusingiziwa, ni mtu ambaye kwamba yuko na uadui na Nana Aisha, ndio akaleta picha kama hini, taswira ya uchafu, taswira ya ngono, taswira ya fahisha kwa nana yetu Aisha.
yani ni jambo la kukemewa, ndugu zangu Waislamu, jambo kama hili kwamba nana Aisha anasema maneno kama haya, na utakuta watu wanaitetea hii hadithi ya Sahla binti Suhail, wanaitetea hadithi kama hii. Utasikia wanasema kwamba hii ilikuwa ni haswa kwa Salim maula Abi Hudhaifa. Wallahi, vipi itakuwa ni haswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatwambia? Ama wapi wewe, mahali gani kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amekwambia kwamba aliruhusiwa Salim maula Abi Hudhaifa? Wapi kwenye Qur'ani imetajwa? Yote wataka kutetea hii hadithi kwamba hadithi ni sahihi, kwa hivyo la ilikuweko na hili jambo ni kweli. Vipi litakuwa ni kweli na Mwenyezi Mungu anatuambia mambo yani vipi Mtume Muhammad aseme ardhiihi, mnyonyeshe, tena mtu mzima anyonyeshwe, na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani atuambia wafiswaluhu fi amaini, miaka miwili ya kwanza, hapo ndio mwisho. Vipi waje kutuambia kwamba Mtume Muhammad yatoa ruhusa kwamba akanyonyeshwe, na kisha mtu mwingine yaitetea kwamba hii ilikuwa ni haswa, kwa hivyo Mtume ameruhusu kwa Salim maula Abi Hudhaifa peke yake. Na kuna baadhi wengine nao utakuta nao wanaitetea, wanasema kwamba hadithi hii ni sahihi na ni kweli, lakini Mtume hakumwambia kwamba akanyonye titi lake, la, bali alimwambia kwamba akamue maziwa ayatie kwenye kikombe anywe. Hapa Mtume asema ardhiihi, mnyonyeshe. Ardhiihi ni kunywesha, ni kunyonyesha. Ardhiihi maana yake ni iltiqamu thadi bifamin, ni mdomo ushike kwenye titi na uvute yale maziwa. Hiyo ndo maana ardhiihi, radha. Mtume hakusema kwamba anyishwe, asqihi, la, ardhiihi ni anyonye, yani mdomo ushike kwenye titi na uwe wenye kuvuta ile maziwa. Hiyo ndo maana ridha. Kwa hivyo utakuta watu wanatetea vitu ambavyo kwamba viko wazi kwamba vitu kama hivyo ni vitu batil, na ni vitu ambavyo kwamba sheitani ameingia ndani yake kutia uhasama na kuuchafua Uislamu. Kwa hivyo ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia wazi kwamba udugu ni wa kunyonya, ni miaka miwili ya mwanzo ya kuzaliwa mtoto. Hapo mnakaponyonya kwenye titi moja la mama mmoja, nyinyi mtakuwa ni mko na udugu wa kunyonya. Lakini baada ya miaka miwili kuendelea mbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajui, bali wanaojua ni kina Imamu Muslim na hao wengineo. Mwenyezi Mungu lam yanzilullahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hajateremsha jambo lolote kuhusu kwamba mtu mzima naye awe ni mwenye kunyonyeshwa. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tujitahadhari na hadithi kama hizi, kwa sababu lao utakuwa ni mwenye kuswadiki na kufuata, kwa sababu hadithi kama hizi zimepelekea mpaka baadhi ya wanavyuoni wanatoa fatwa kama ulivyosikia kwamba unaweza kumnyonyesha mfanyaji kazi wako, yani katika ofisi mwafanya naye kazi, ili awe ni mahram kwako wewe. Haya yote yameletwa kwa sababu ya hizi hadithi, ndio kila mtu atoa fatwa zake, na kuna watu watakaofuata mambo kama haya wakidai kwamba ni dini, wala sio dini, bali ni sheitani amewaingilia katika fikra zao na katika fatwa zao. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.